mwaka 2026 baada ya kuwa nimepokea nakala ya barua ambayo mkurugenzi wa mashtaka DPP amemwandikia msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ya Dar es Salaam akimuomba amuongezee muda wa kufanya mawasilisho yake ya maandishi, kwa Kiingereza wanaita written submission in reply, kwenye maombi madogo ya jinai namba 27251 ya mwaka 2026 kati ya Wendy William Ishengoma dhidi ya Jamhuri. Na maombi haya ya jinai, maombi madogo ya jinai namba 2751 ya mwaka 2026 yako mbele ya Mheshimiwa Jaji Arnold Kirikiano, jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Sasa mtakumbuka Wendy William Ishengoma alishtakiwa mwaka 2024 katika shauri la uhujumu uchumi namba 30853 akituhumiwa kufanya makosa mbalimbali ikiwemo makosa ya utakatishaji fedha. Na moja kati ya mashtaka anayoshtakiwa nayo ni kutakatisha kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 500. Kesi ile imeendeshwa Kisutu tangu mwaka 2024 mpaka leo tunavyozungumza imesimama kwa sababu ya maombi haya ya jinai namba 2751 ambayo ameyafungua kule Mahakama Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kupinga uhalali wa mashtaka hayo, kwa sababu ili mashtaka yaweze kuonekana kwamba ni halali ni lazima yazingatie sheria. Sasa maoni ya Wendy ni kwamba tangu amekamatwa na kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, kimsingi uendeshaji wa shauri lake umekuwa ukikiuka taratibu za kisheria. Na alipokamatwa na kushtakiwa kwa mara ya kwanza, itakumbukwa kwamba alikuwa hana dhamana na alikuwa ni mjamzito. Kufuatia hatua hizo, ilibidi aende magereza akiwa ni mjamzito na akajifungulia huku kwenye gereza la Segerea. Na kutokana na hali yake ya uzazi kuwa dhaifu na hali ya mtoto kuwa dhaifu pia, alitakiwa atoe hela kiasi cha shilingi milioni 100. Na alipotoa pesa, mashtaka yake yakabadilishwa, yakaonekana tena sio mashtaka ya utakatishaji fedha. Kwa hiyo anatakiwa kupewa dhamana. Akapewa dhamana, lakini washtakiwa wenzake ambao ni Sultani Mdee, Frank Remiji pamoja na Mwiga wakanyimwa dhamana mpaka leo wako gereza la Segerea. Sasa msingi wa maombi madogo ya jinai ambayo Wendy ameyafungua kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam ni kupinga uhalali wa namna ambavyo kesi hiyo inaendeshwa pale Kisutu. Fedha zake nyingi zimezuiliwa kwa kigezo kwamba kuna mashtaka ambao upelelezi wake ulikuwa ukamiliki, lakini pia hata uendeshaji wenyewe sio halali kwa mujibu wa sheria. Sasa tulipokwenda Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam mbele ya Mheshimiwa Jaji Arnold Kirikiano siku ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026, upande wa wajibu maombi ambao ni upande wa Jamhuri chini ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka waliomba kwamba shauri lile liendeshwe kwa njia ya maandishi, ombi ambalo mahakama ilikubaliana nalo kwamba usikilizwaji wa maombi aliyopeleka Wendy Ishengoma mahakamani ufanyike kwa njia ya maandishi. Na Mahakama Kuu ikatoa amri zifuatazo kwamba Wendy William Ishengoma anapaswa kuleta mawasilisho yake yanayounga mkono maombi, written submission in support of the application, sio zaidi ya tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hiyo ni amri ilitolewa.
Kwa hiyo mimi wakili Peter Madeleka kwa niaba ya Wendy Shengoma nilitekeleza amri ile kwa kusajili mahakamani mawasilisho ya maandishi yanayounga mkono maombi yale, na upande wa wajibu maombi kwa maana ya jamhuri waliamriwa wapeleke mawasilisho yao ya maandishi yanayojibu au yanayopinga maombi yale sio zaidi ya tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hiyo ni amri halali kabisa ya mahakama, na mahakama ikatoa pia amri kwamba upande wa Wendy upeleke mawasilisho ya maandishi ya ziada kama yatakuwepo sio zaidi ya tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 kwa maana ya leo. Na amri ya mwisho ni kwamba wa 3 mwaka 2026 kwa ajili ya uamuzi sasa kwamba hiyo kesi kweli kule Kisutu ni halali ama sio halali. Sasa kwa mshangao wetu, mpaka ilipofika tarehe 20 kama ambavyo amri ya mahakama ilikuwa inasema, upande wa wajibu maombi kwa maana ya jamhuri walikuwa hawajatii hiyo amri, waliidharau hiyo amri, hawakupeleka majibu, hawakupeleka mawasilisho, na kitendo hicho kina taathira katika macho ya sheria, yani kina effect katika macho ya sheria. Kwanza, licha tu ya kudharau kwamba ile amri imedharauliwa, ile amri ya mahakama wameidharau, lakini kutopeleka mawasilisho ya maandishi mahakamani kama ilivyoamriwa na mahakama, maana yake ni kushindwa kufika mahakamani na kesi inatakiwa kusikilizwa upande mmoja, kwa sababu yule aliyeshindwa kupeleka hayo mawasilisho atahesabika amekubali yote yanayodaiwa dhidi yake. Hakuna kisingizio. Na huo msimamo wa kisheria uliwahi kutolewa kwenye kesi ya Godfrey Kimbe dhidi ya Peter Ngonyani. Ilikuwa ni kesi ya madai namba 41 ya mwaka 2014 katika mahakama ya rufani ya Tanzania iliyoketi Dar es Salaam. Kesi hiyo ni hii hapa. Ndio iliweka msimamo, ukishindwa kuleta mawasilisho yako kama ulivyoamriwa na mahakama, maana yake ni kwamba utakuwa hujafika mahakamani na utakuwa umekubaliana na madai yote yaliyopo dhidi yako na kesi itasikilizwa upande mmoja. Mahakama ya rufani ilisema hivyo kwenye kesi hii hapa. Lakini pia ukishindwa kupeleka mawasilisho yako mahakamani kwa amri ya mahakama, ni kwamba umedharau mahakama. Na mahakama ya rufani katika kesi ya Karoli Chongolo, kesi ya Karoli Chogolo dhidi ya Waitihache Merengo kama ilivyonukuliwa hapa kwenye huu uamuzi wa mahakama kuu ya Tanzania, mahakama ya rufani ilipiga marufuku tabia ya mahakama kuruhusu amri zake zidharauliwe na mtu yoyote yule bila kujali ni DPP au ni mtu mwingine yoyote wa kawaida. Mahakama ilipiga marufuku kwamba amri za mahakama hazipaswi kudharauliwa, zinapaswa kuheshimiwa muda wote. Sasa kitu ambacho kimenifanya mimi niwaite hapa leo nyie waandishi wa habari ili muweze kufikisha huu ujumbe kwenye jamii ni namna ambavyo DPP anataka kuichonganisha mahakama na wananchi. Kwanza, DPP hawezi kuomba ombi lolote mahakamani kwa barua, na kama alikuwa ajui sheria, nataka nimwambie maombi yoyote mahakamani kwenye kesi za jinai yanatakiwa yafanyike kwa mujibu wa kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, yani the Criminal Procedure Act, ambao ni sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Maombi kwenye kesi za jinai hayafanywi kwa njia ya barua, wananchi wote wajue, na itakuwa ni mahakama ya ajabu sana itakao kwenda kukubali maombi yaliyofanywa kwa barua, kwamba DPP anaomba aongezewe muda kwenye kesi ya Wendy.
ili aweze kuleta majibu yake ya maandishi. Kashindwa kuleta majibu yake kama ambavyo aliamriwa na mahakama siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Leo analeta barua hii, anaomba aongezewe muda, na hii barua hii kamwandikia msajili wa mahakama kuu. Msajili wa mahakama kuu sio jaji. Msajili wa mahakama kuu ya Tanzania sio jaji ambaye anaweza kutoa amri ya kuongeza muda au kuto kuongeza kwenye kesi ambayo inasikilizwa na jaji. Jambo lolote linalopelekwa mahakamani kwa njia ya barua, maana yake ni jambo la kiutawala na linatakiwa lishughulikiwe kwa utawala na sio kisheria. Ndio maana amemwandikia msajili. Sasa akasahau jambo analoliomba la kuongezewa muda ni jambo la kisheria ambalo linasimamiwa na kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambacho kinasema maombi yoyote kwenye kesi za jinai yatafanyika kwa njia mbili, kwa mdomo au kwa maandishi. Kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya makosa ya jinai, mwenendo wa makosa ya jinai kinasema hivyo. Lakini kifungu cha 416 kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kama maombi yatafanyika kwa njia ya maandishi, basi yatapaswa kufanyika kwa kupeleka chamber summons, yani maombi maalum yanayosikilizwa kwenye ofisi ya jaji, chamber summons, au hati maalum ya maombi, chamber summons, na inayotakiwa iungwe mkono na kiapo, affidavit. Kwa hiyo kama ameamua kufanya kwa njia ya maandishi kama hivi alivyotaka kufanya, alipaswa apeleke chamber summons, aweke na kiapo, afungue kesi ya kuomba kuongezewa muda. Muda huo uongezi kwa njia ya barua. Nataka watu wote wajue, na wale wanafunzi walioko kwa chuo kikuu wanaosomea sheria wajue, maombi kwenye kesi ya jinai hayaombwi kwa njia ya barua. Barua hizi huwa tunaandika wakati wa kupeleka posa labda, au mtu anataka labda apewe talaka, ndio unaweza ukaandika barua. Lakini kwenye swala la kuomba kuongezewa muda au ombi lingine lolote kwenye kesi ya jinai, unapaswa kuzingatia maelekezo ya sheria chini ya kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu. Na kifungu cha 416 kifungu kidogo cha 3A cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema muombaji anayeomba kwa kutumia maandishi kwa njia ya chamber summons na affidavit, akishafanya hivyo, akishafaili maombi yake mahakamani, anatakiwa ndani ya siku 30 ampelekee kopi ya maombi hayo yule anayetakiwa kujibu yale maombi. Kopi ya yale maombi, manake kopi ya chamber summons na kopi ya affidavit, ili ajiandae kupeleka majibu kama anayo, kupinga au kuunga mkono maombi yaliyopelekwa mahakamani. Sasa ukipeleka barua kama hii, maana yake mimi licha ya kwamba amenikopi, kisheria siwezi kuijibu hii barua, na wala hii barua sio sehemu ya mwenendo wa kesi, sio sehemu ya kesi proceedings. Barua sio sehemu ya hiyo kesi. Hii kamwandikia msajili, msajili ndo atamjibu huko kama ni sahihi ama sio, lakini pale mahakamani hii barua sio sehemu ya mwenendo wa kesi, sababu hamnaga maombi. Na nimewaita ili kujaribu kuambia hata kule Gabon, mahakama kuu nchini Gabon haiwezi kuongeza muda kwa njia ya barua. Kwa hiyo nitakuja kushangaa sisi mahakama yetu ambayo inaheshimika duniani, mahakama ya Tanzania. Kwanza tuna jengo kubwa barani Afrika, lakini jengo letu ni la 6 kwa ukubwa duniani. Hatuwezi kuwa na mahakama ambayo inaweza kuendekeza mambo kama haya ambayo yako kinyume cha sheria. Kwa nitashangaa sana kwamba mahakama kwenye kesi hii ya Wendi, kesi ambayo imekuwa na makelele mengi sana kwa sababu nyuma yake kuna tuhuma za rushwa, nyuma yake kuna tuhuma za uonevu zimefanyika, na ndio maana danadana kama hizi zinakuja. Kwa hiyo sisi tunatarajia kwamba mahakama kama chombo cha utoaji haki cha mwisho kabisa kwa mujibu wa ibara ya 107 a kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania itende haki kwa kuzingatia yale yote yaliyopo kwenye kesi, na sio ujanja uende ukafanyike mahakamani kwa kumuongezea DPP muda.
Na ikiwa mahakama itamuongezea DPP muda kwenye hii kesi, watu watakosa imani na mahakama, kwa sababu watashindwa kuchora mstari kati ya DPP na mahakama, wakati mahakama ni chombo huru cha utoaji haki. DPP ameshindwa kupeleka majibu yake kwenye kesi iliyoko mahakamani kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe. Maana yake ni kwamba amekubaliana na yote ambayo Wendi analalamikia kwamba kesi dhidi yake inayoendeshwa Kisutu ni kesi ambayo haipo kwa mujibu wa sheria. Sana sana ni kesi iliyofunguliwa kwa ajili ya kumkomoa na pengine kutaka kumpora mali zake kwa kisingizio cha kesi ya hujumu uchumi. Kwa sababu ingekuwa ni kesi, DPP asingeshindwa kujibu na kuja kuanza kuandika mabarua haya ambao wengine watu wanaandikianaga wakati wanapeana talaka au wakati wanaomba michango ya harusi, ndio wanaandikianaga barua. Lakini kwenye sheria ukitaka kuomba jambo lolote uombi kwa barua. Ukitaka maandishi unafanya chamber summons inaoungwa mkono na affidavit, unapeleka mahakamani chini ya kifungu cha 416 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Lakini nitakuwa pia mchoyo wa fadhila kama nitamaliza mazungumzo yangu haya bila kutoa pongezi kwa mahakama. Utakumbuka Wendi kuna kipindi alikwenda mahakama kuu akakalishwa miezi 8 mbele ya Jaji Philip. Miezi 8, maombi ambayo wanasikizwaga siku 2 yanaisha kwa hati ya dharura, lakini kesi ikakaa miezi 8. Aliporudi safari hii, kuna majaji wakifanya vizuri lazima tuwapongeze. Jaji Arnold Kirikiano kwenye kesi hii kafanya vizuri mno, kazingatia sheria na katiba, lakini pia kazingatia kiapo chake, kutenda haki bila woga, bila aibu. Kesi imepelekwa chini ya hati ya dharura, kaisikiliza ndani ya muda mfupi, na tunavyozungumza kwa amri aliyokwisha kuitoa tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026, anakwenda kutoa hukumu ya hii kesi tarehe 30. Kwa hiyo kama DPP alikuwa nadhani kwa kuandika barua hii atakwamisha haki kutendeka, sidhani kama mahakama inaweza kumkubalia kwa kumuongezea muda. Sidhani. Tunachojua amri ilishatolewa, sisi tuliitii hiyo amri, tuliitii tukatekeleza kile tulichoelekezwa. Yeye amedharau kwa sababu anadhani ni mkubwa kuliko mahakama, kwamba anaweza akafanya kwa anavyojisikia yeye kwa wakati anaotaka yeye, kitu ambacho sio ukweli. Kwa sababu ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo ukimuona mtu anajifanya yeye ni mkubwa kuliko mahakama, yeye ni mkubwa kuliko sheria, huyo mtu anakuwa hajui katiba. Ibara ya 13, ngoja niwasomee. Ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanastahili haki sawa. Ibara ya 13. Kwa hiyo kama ambavyo matokeo yangekuwa kwa sisi kuchelewa kupeleka mawasilisho yetu mahakamani, tunaomba na mahakama ione vile vile na ituchukulie kwa usawa kwamba DPP kashindwa kupeleka majibu mahakamani. Maana yake ameiachia kesi hii tupate ushindi bila kupingwa. Na ushindi bila kupingwa sio kwenye ubunge tu na udiwani. Hata mahakamani kuna ushindi wa bila kupingwa. Kama hivi anaambiwa leta majibu afu yeye haleti. Lakini hata sababu aliyoitoa hapa ni ya kichekesho sana. Kasema hivi alichelewa kupeleka majibu yake mahakamani kwa kuwa mfumo wa mahakama ulikuwa una changamoto kwa siku mbili za mwisho kabla ya tarehe 20, maana yake ni kuanzia tarehe 18 na 19. Sasa mwenye mamlaka ya kusema mfumo wa mahakama ni mbovu au una changamoto ni msajili wa Mahakama Kuu. Mwenye mamlaka hayo kwamba anatakiwa atoe notice au atoe kibali pale mfumo unapokuwa una changamoto kufanya shughuli zingine za kimahakama zishindwe kuendelea. Msajili anawajibika ama kutoa notisi kwa umma ama kutoa hati inayothibitisha ubovu wa mfumo kwa wale ambao ubovu ule utakuwa umewaathiri. Kwa hiyo DPP kama alishindwa kupeleka majibu yake ndani ya muda alioamriwa na mahakama, cha kwanza alichopaswa kufanya kesho yake baada ya kushindwa, alitakiwa aende akaombe kibali au akaombe cheti kwa msajili wa Mahakama Kuu kinachothibitisha kwamba yeye ameshindwa kusajili mawasilisho yake kwa sababu ya mfumo wa mahakama ulikuwa mbovu, sababu ambayo ingekuwa ni nje ya uwezo wake. Akipewa kile kibali sasa ndio anakiambatanisha kwenye maombi yake, chamber summons na affidavit. Anaambatanisha pale kufungua kesi ya kuomba kuongezewa muda. Narudia tena, huwa uongezwe kwa barua.
waende wakasome kifungu cha 416. 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu kimeelekeza wazi kabisa. Kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, the Criminal Procedure Act, sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Lakini vinginevyo, kwa huu mtindo ambao DPP anafanya ni kutaka kuichonganisha mahakama na wananchi, ionekane mahakama ni chombo cha serikali au mahakama ni chombo kinachopokea maelekezo kutoka kwa DPP. Mahakama inafanya kazi zake kwa DPP anavyotaka yeye, aje mahakamani kwa muda anaotaka, alete mawasilisho kwa siku anaojisikia yeye. Sasa hatuwezi kuwa na mahakama ya aina hiyo. DPP kama mwanasheria tena mwenye wajibu chini ya ibara ya 59 ibara ndogo ya 4A ya kutendea watu haki, anapaswa kuheshimu mahakama, kwa sababu ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania inasema kila mtu ana wajibu wa kuheshimu katiba na sheria za nchi, kila mtu. Sasa mimi kuna wakati huwa nakaa na shangaa, hivi inawezekanaje mawakili wa serikali wakawa na idharau mahakama? Sababu mahakama ya Tanzania imeundwa chini ya ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba. Ofisi ya mwendesha mashtaka kwa maana ya mkurugenzi wa mashtaka DPP imeundwa chini ya ibara ya 59 B kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania. Kwa hiyo mahakama na ofisi ya DPP vyote vimeundwa na katiba. Lakini linapokuja swala la kutoa haki, mahakama haipaswi kuwa na kigugumizi wala woga kutoa haki za watu. Tunatarajia kabisa tupate judgment on admission kwenye hii kitu ambacho, au tupate ex parte judgment, kwa sababu DPP amekataa kujibu. Na amekataa kujibu kwa nini? Kwa sababu tarehe aliyoambiwa alete majibu yake hajaleta. Hii barua imeandikwa na imesainiwa na wakili wa serikali anaitwa G Kibaki, ndio kasaini. Swali langu hapo kama DPP angeandika barua hii kwa jaji anayesikiliza kesi, angekuwa sahihi? Asingekuwa sahihi, kwa sababu sheria inasema maombi yoyote kwenye kesi za jinai chini ya kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, maombi yanapaswa kufanyika kwa njia mbili. Moja, mdomo, njia ya mdomo, na hiyo njia ya mdomo unaifanya unapokuwa kwa jaji au kwa hakimu. Umeenda sikio ya kesi ndio unaomba pale pale. Kama sio kwa njia ya mdomo, unataka kwa njia ya maandishi, kama maandishi haya ni kwa njia ya chamber summons na affidavit. Ni nini chamber summons na affidavit ni nini? Okay. Chamber summons ni hati ya maombi. Hati ya maombi kwa Kiswahili kisicho rasmi, ambayo hiyo hati ya maombi inatakiwa iungwe mkono na kiapo. Affidavit ni kiapo. Kwa hiyo kama unataka kupeleka maombi yako mahakamani kwa njia ya maandishi, basi hayo maandishi yako yanapaswa kwenda kwa njia ya hati ya maombi ambayo yanaungwa mkono na kiapo, unapeleka mahakamani. Na ukifanya hivyo inakuwa ni kesi ya maombi, sio kuandika barua, kwa sababu hii barua jaji hatakiwi kupokea barua, sio kazi yake. Ukienda kusoma moja kati ya mamlaka alionayo jaji, sio kupokea barua. Barua ni mambo ya kiutawala. Ndio maana mambo yote ya kiutawala katika mahakama ya Tanzania yanashughulikiwa na wasajili au na mahakimu wafawidhi kwenye mahakama husika za wilaya au za hakimu mkazi. Lakini kwenye mahakama kuu na mahakama ya rufani ya Tanzania, masuala ya kiutawala yakiwemo haya mambo ya kuandika barua, kupokea barua, kujibu barua, kufanya ufuatiliaji, si kuna mafuta, kunafanyaje, kuna mtendaji wa mahakama, lakini kuna msajili wa mahakama. Hii barua haiwezi kuwa sehemu ya kesi, na nitamshangaa sana jaji atakaposhindwa kwenda kutoa hukumu ya upande mmoja eti kwa sababu DPP alimwandikia barua. Lakini kitu ambacho kinatupa faraja sisi ni kwamba wakati jaji anatoa amri zake, alishapanga tarehe ya kuja kutoa hukumu, sio tarehe ya kwenda kupokea maombi. Kwa hiyo siku ya tarehe 30, wananchi na waandishi wa habari, njooni mahakamani pale ili muone kipimo sasa cha uhuru wa mahakama yetu, kwamba je, mahakama ya Tanzania inaendeshwa na DPP au iko huru? Kwa sababu ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Tanzania, ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mahakama zote zitakuwa huru
na zitalazimika kuzingatia tu matakwa ya katiba na yale ya sheria za nchi. Sheria za nchi ni pamoja na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo inataka maombi yoyote mahakamani yapelekwe kwa njia ya chamber summons na affidavit na sio kwa njia ya barua. Sheria za nchi ni pamoja na amri halali za mahakama zilizokwisha kutolewa. Kwa hiyo kwa rejea ya sheria kesi au case law wanaita kwa Kiingereza, ni hizo zitaja hapa juu. Sitarajii kuona amri za mahakama zinadharauliwa kwa sababu zilikwisha kutolewa na hakuna kisingizio hapa. Tunazungumzia haki za watu. Kama kesi haipo, jaji aende akaseme kesi hamna, na kama kesi ipo aseme. Lakini hatutarajii kwamba hii barua iliyoandikwa na mkurugenzi wa mashtaka iende ikae kikwazo cha kufanya haki ishindwe kupatikana. Lakini mwisho kabisa, nataka nimpongeze Mheshimiwa Jaji Mkuu, Jaji George Masaju. Jaji Masaju ndani ya muda mfupi ambao amekuwa madarakani ameonyesha kwa dhamira kabisa nia yake kuona mahakama ya Tanzania inakuwa kimbilio la wananchi kwenye kupata haki zao. Anakuwa anasisitiza umuhimu wa kufuata sheria, kutenda haki kwa mujibu wa sheria bila kumwogopa mtu, na alishasema mahakama hii haiwezi kufanya kazi kwa maelekezo, wameshachoka maelekezo. Kwa sababu tunataka tuone kwamba kupitia kesi hii yale ambayo tumekuwa tukiambiwa kwamba mahakama iko huru na haifuati maelekezo tutayaona hapa, kwa sababu DPP ameshindwa kufaili majibu yake mahakamani. DPP amekuwa anachelewa kuja mahakamani kwenye kesi kama vile yeye ni Mungu. Hakuna usawa wowote kwenye masuala ya haki jinai hapa Tanzania linapokuja swala la DPP na mahakama. Tume ya Jaji Chande, tume ya haki jinai, iliwahi kusema kwamba mifumo ya haki jinai nchini ni mibovu. Ubovu wenyewe ndio pamoja na huu sasa, kwamba kuna upande mmoja wa mahakama unaokwenda mahakamani wenyewe unajiona ni mkubwa kuliko hata mahakama yenyewe. Unaweza ukachelewa kuja mahakamani, unaweza ukadharau amri za mahakama. Tafadhali sana, naomba kupitia press hii, mahakama iheshimiwe, mahakama itende haki kwa uhuru bila woga, na hiyo haki sio tu itendeke lakini ionekane ikitendeka. Nashukuru sana. Kuna swali labda kama lipo?